Unaangalia Baba Sam the King Tanzania TV channel. Kwa maoni na ushauri tumia namba zifuatazo: 0752732515. Usisahau kusubscribe kwa simulizi na makala za kuelimisha. Uhali gani mpenzi msikilizaji wa simulizi za sauti? Karibu tena katika simulizi zetu za sauti ambazo umezoea kuzipata hapa. Na hii simulizi si nyingine, inaitwa Sina Makosa sehemu ya 31. Sina Makosa ni simulizi ambayo inawaangazia vijana wawili. Wa kwanza anaitwa Kituro na wa pili anaitwa Zegadi, ambao walisoma katika shule moja ya msingi, na baada ya kumaliza huko mbele walikuja wakatengeneza udugu. Kama endapo utakuwa hauja subscribe channel hii, inaitwa Baba Sam the King Tanzania TV channel, na chini ya video hii kuna kitufe ambacho kina rangi nyekundu, pia kina alama ya kengele. Ukigusa hapo moja kwa moja utakuwa ni mwana familia wetu wa Baba Sam the King Tanzania TV channel. Tunachokuomba subscribe, like, share, comment ili tuweze kupata mchango wa mawazo yako. Sasa ni kukaribishe sehemu ya 31 ya simulizi hii Sina Makosa. Tuendelee kuidadavua ili tuweze kujua ni kitu gani ambacho kiliendelea mbele. Baada ya kuwaaga Bwana Kituro akiwa anaelekea katika chumba chake, na alienda akakaa na kutulia, na siku hiyo ilienda vizuri kabisa, hakuna tatizo ambalo lililotokea. Kesho yake Zegadi alimpigia simu rafiki yake Sharifu, akaja akawachukua wakiwa wameshajiandaa. Moja kwa moja wakaanza safari ya kuelekea Nshangalo, ambapo ni kwa mzee Ayubu, ambaye huyo Ayubu ndiye baba yake mzazi na huyu kijana wa kuitwa Kituro. Wakawa wameelekea huko Nshangalo kijijini kabisa. Baada ya kwenda kule alimtambulisha vizuri, na baada ya kumtambulisha pale wakawa wamemtambua, lakini pia alimwacha pale nyumbani huko. Na pia katika utambulisho wa kumtambulisha binti huyu wa kuitwa Angela, lakini pia walitambulishwa hata pia wale ambao wamemtunza katika jiji la Bugureni. Mwanzoni kabisa wakati anaenda alitambulishwa Bwana Zegadi kwamba ndiye mdogo wake na huyu binti wa kuitwa Angela. Kwa hiyo Angela na Zegadi ni Kurwa na Doto. Kwa hiyo kutokana na hali kama hiyo, kwa hiyo wale ambao ni dada zake na Kituro wajue kwamba huyo ndiye shemeji yao wa kuitwa Zegadi. Akawapatia kabisa na simulizi ya kwamba walianza wakiwa wote shule ya msingi, wakiwa ni marafiki. Baada ya kuingia tu Zegadi darasani akakutana na Kituro. Hapo ndipo ambapo walianzisha urafiki wakiwa katika shule ya boarding, na hatimaye wakaanza kuweka sabuni kwa pamoja, nguo wanavaa nguo ambazo wameweka pamoja. Lakini hawakuwahi tu kusema kwamba Zegadi aende kwa kina Kituro akatambulike, wala Kituro aende kwa kina Zegadi aweze kutambulika. Hicho tu ndo ambacho hawakuweza kukifanya. Kwa hiyo moja kwa moja hakukuwepo na jambo kama hilo. Kwa hiyo
aliwasimulia vizuri kabisa na wazazi wake wakawa wameweza kufahamu ni kitu gani ambacho kinaendelea. Bwana Ayubu aliwapongeza sana katika urafiki wao ambao ulikuwa ni mzuri na wenye kutukuka. Na baada ya kuwapongeza, basi moja kwa moja wakamkaribisha sana mkamwana wao ambaye ni Angela. Pia wakamkaribisha na Bwana Zegadi kwamba ajisikie hapo ni nyumbani. Kwa hiyo baada ya utambulisho na kukaa siku 2, hapo ndipo ambapo Zegadi pamoja na Kituro waliamua kuwaacha wake zao huko. Zegadi alimwacha Edina na Kituro akamwacha Angela. Wakawa wameondoka moja kwa moja mpaka nyumbani kwa kina Zegadi, na hatimaye wale wazazi wakaambiwa na Zegadi kwamba rafiki yake ambaye aliyekuwa anakaa naye hapo mjini ndiyo huyo Bwana Kituro, na yeye akawa ameenda kutambulishwa huko. Na baada ya kufahamika, basi wazazi wa Zegadi wakaombwa ili waweze kwenda kijijini Shangalo wakutane na wazazi wa Kituro ili waweze kufahamiana, na hatimaye walifanya hivyo. Na kumbuka, katika safari zote Bwana Zegadi alikuwa akimtumia sana Sharifu ambaye ndiye rafiki yake ambaye anamuamini. Wakaenda mpaka kule kijijini na hatimaye wakatambulishwa. Utambulisho ukaenda vizuri, na hatimaye Zegadi akasisitiza kwamba Angela alikuwa kiishi naye hapo mjini, lakini mwisho wa siku wakaja wakatengeneza uchumba na huyu Kituro. Kwa hiyo kwa sasa wanataka kuoana kabisa. Hao wazazi ndio ambao walibaki wanapanga masuala ya mahali. Kwa hiyo Kituro alikuwa akipewa taarifa tu, na hatimaye ilifika siku ambapo ndoa ilifungwa vizuri kabisa kanisani, ambapo ndipo ambapo walipokuwa wanasali katika kanisa la Pentekoste. Wakafanya sherehe kubwa sana ya ndoa hiyo, na ndani ya wiki moja tena ikabidi Zegadi akaenda moja kwa moja mpaka kwa wazazi wake ambao wamemlea, yani baba yake na Edina pamoja na huyu mama yake wa kambo. Ingawa kwa kweli huwa tunaamini kwamba mama wa kambo ni kichomi, huwa wanalea vibaya sana watoto wanaowakuta pale, lakini sio kwa huyu mama. Huyu mama alimlea Edina kwa maadili mazuri. Kwa hiyo baada ya kufika pale, ingawa mume wake alikuwa yuko safarini, alipigiwa simu na akaja, na hatimaye alikwenda akajitambulisha vizuri Bwana Zegadi, na ikafikia wakati ambapo akaenda kuambia wazazi wake, wakaja wakazungumza na wazazi wenzao. Hatimaye wakapanga mahari itakuwaje. Ndani ya wiki moja mbele, Zegadi naye akaingia kwenye ndoa. Wakafunga ndoa ya Roman Catholic, ambapo ndilo dhehebu la Bwana Zegadi. Tayari wote wakawa wamepata vyeti vya ndoa na ndoa halisi. Hapo ndipo ambapo, kutokana na kwamba katika migodi walipokuwa wakienda walikuwa wanapata pesa nyingi, waliamua kujenga nyumba zao kubwa tu Shangalo. Kwa hiyo
kuna sehemu ambapo ulikuwa ukienda tu, ukifika wanakuambia kwamba umefika mtaa wa Zegadi. Ukienda tena katika kamtaa kengine ambako kako mbele yake kidogo, unaambiwa umeenda katika mtaa wa Kituro. Kwa hiyo wakawa na majina ndani ya Shangaro hapo kwenye tule tumitaa, basi wakawatengeneza majina, wakajenga nyumba kubwa, ndo wakaanza kuishi, wakatoka kabisa mjini. Kwa hiyo Recho aliendelea kumsaka Kituro kwa namna yoyote ile ili aweze kumuua, akiwa na kipenzi chake ambaye sio wa ukweli, ni kipenzi chake wa kulaghaiwa, Bwana Cosmas Mademvya, akiwa anaendelea na mambo yake ya kumtafuta huyo kijana wa kuitwa Kituro. Pia huyu kijana wa kuitwa Gaywa, na yeye baada ya kuona marafiki zake wamehama, alibaki kuwa na upweke mkubwa sana. Kilichofanyika, na yeye aliamua kuhama kutoka Bugureni, akaenda katika mji mwingine kabisa ambao ulikuwa unaitwa Kikojakoja. Kikojakoja mjini huko ndo ambapo alipohamia kabisa. Kwa hiyo akawa kama vile amewakimbia, kwa sababu huo mji ulikuwa mbali sana na Shangaro. Shangaro ilikuwa katikati, ukienda upande wa kulia unaenda Bugureni, upande wa kushoto sasa kule ndo ukiendelea kwenda unaenda Kikojakoja. Lakini ukitoka Shangaro kwenda Bugureni kulikuwa na kilomita zisizopungua 4 tu, unafika moja kwa moja mpaka Bugureni mjini. Lakini ukitoka Shangaro kwenda Kikojakoja kulikuwa na kilomita 8. Kwa hiyo unaweza ukaona kulikuwa na umbali kiasi gani. Lakini alikuwa anatoka huko na anakuja, wanakutania katika ule mgodi mpya, na wakawa wanaendelea kufanya kazi za migodini. Recho anaendelea kusaka mpaka akamwambia na Regina waweze kusaidiana kuwasaka hao vijana ili waweze kumpata Kituro na wamuue, lakini walikosa namna ya kuweza kumpata kwa sababu tayari wameshahama na wameshaenda kutengeneza. Shangaro na yenyewe imeanza kupendeza kwa sababu walinunua eneo moja ambalo waliamua kulitengeneza likawa bonge la soko. Sasa hilo soko tayari hapo ndo wakaliita Shangaro Market. Sasa hiyo Shangaro Market lilikuwa ni soko ambalo limejengwa na wao wenyewe wawili, Bwana Kituro pamoja na Zegadi. Sasa isivyo bahati, baada ya kuwa kwamba wamemkwepa, Recho akawa amehama kutoka maeneo ya Bugureni akaja Shangaro. Na alipokuja na kufika pale, alikuwa hana ramani ya kusema kwamba kuna sehemu anaenda kuhamia. Sasa alikuta nyumba ambazo ni za kupangisha, na mpangishaji ambaye aliyekuwepo, baada ya kumtazama vizuri, akakuta ni kama vile kuna wakati ambapo alishawahi kumuona. La haula, sio mwingine bali ni Edina, ndiye ambaye anayochukua pesa za wale wapangaji. Lakini kwa vile alikuwa Edina na sio Angela, kwa hiyo hakumjua sana kwa sababu walishakutana mara moja tu. Lakini angekuwa ni Angela, nadhani angemjua sana kwa sababu wamekutana mara nyingi. Na mpenzi msikilizaji wa simulizi za sauti, sehemu ya 31 ya simulizi yetu Sina Makosa imeishia hapa.
tumeona mapinduzi makubwa kabisa yakiwa yamefanyika katika kijiji cha Shangaro, na hatimaye badala ya kuwa kijiji sasa pamekuwa mjini, baada ya kuletwa hiyo soko ambalo lililojengwa wakaliita Shangaro Market. Kituro pamoja na Zegadi wakawa wamepatengeneza, pamekuwa mjini. Sasa kutokana na ule mji wa Bugureni kuwa na maisha ambayo kidogo yamekuwa ni magumu, kutokana na kwamba umekuwa ni mji wa biashara, mpaka akina Recho wakaamua kwanza kuhama. Na alipofika Shangaro, baada ya kufika pale na amekuta tayari pameshaendelea na majumba makubwa yameshajengwa, kaenda katika sehemu moja ambapo wanapangisha nyumba za kupanga. Sasa baada ya kufika pale, amepokelewa na dada mmoja ambaye amemtambua hivi, ingawa sio kwa sana, lakini anazidi kumshangaa. Kuna sehemu kama vile ashawahi kumuona, na si mwingine ni Edina. Je, unahisi ni kitu gani ambacho kitakachoendelea? Kama endapo utakuwa haujasubscribe channel hii, inaitwa Baba Sam The King Tanzania TV channel, na chini ya video hii kuna kitufe ambacho kina rangi nyekundu, pia kina alama ya kengele. Unaweza ukagusa hapo moja kwa moja ukawa ni mwana familia wa Baba Sam The King Tanzania TV channel. Ninachokuomba subscribe, like, share, comment pia, ili tuweze kupata mchango wa mawazo yako. Hapa sasa mambo yamekuwa mambo. Hawa vijana Kituro pamoja na Zegadi wamehama na wameenda kutengeneza kijiji. Sasa imekuwa senta kubwa, kwa hiyo pamekuwa mjini kwa nguvu zao. Sasa baada ya kuwa mjini, kutokana na kwamba huo mji bado ni mdogo, ni senta ambayo ni kubwa, kwa hiyo panaitwa ni mjini, wameanza kuishi kimjini. Lakini baada ya kupatengeneza, kuchangamka na kuwa mjini tayari, kutokana na kwamba ule ni mji wa biashara wa Bugureni, maisha yameanza kuwa magumu, yaani vitu viko bei ya juu. Sasa huku Shangaro ndo kwanza panakucha, kwa hiyo pameanza kuchangamka. Lakini shida iliyopo ni moja, isivyo bahati amehama huyu binti wa kuitwa Recho, na amefikia kwenye nyumba ya Zegadi na mwenzake Kituro, ambayo wanapangisha, wameijenga kwa pamoja, na anayetoza pesa kwa siku hiyo amemkuta ni Edina. Edina hamjui sana, lakini ameanza kumshangaa, alishawahi kumuona wapi? Ni kitu gani ambacho kitakachofuata, msikilizaji wangu? Hivi huoni kama shetani amehamia sehemu kabisa ambazo ni za starehe za mbinguni, afu shetani amekuja? Twende tuone ni kitu gani ambacho kitakachofuata sehemu inayofuata. Mimi ni Hasdi02 Baba Sam The King, nikuage niseme kwa heri kwa sasa. Usikose kuifuatilia, nikusihi endelea kuwa nami mpaka sehemu ijayo.